Jeshi la Poland limetangaza limeweka mifumo ya ulinzi wa anga na rada katika hali ya juu ya tahadhari ili kulinda anga ya nchi hiyo kufuatia mashambulizi mapya ya angani yaliyofanywa na Urusi dhidi ya Ukraine. Hatua hii iliyochukuliwa Jumapili inakuja wakati muungano wa kiusalama wa NATO ukiimarisha doria zake za angani katika kanda hiyo kufuatia madai ya ndege zilizojulikana na uvamizi wa anga wa Urusi katika baadhi ya nchi wanachama. Jeshi la Poland na washirika wetu wanafanya kazi katika anga letu, huku mifumo ya ardhini ya ulinzi wa anga na rada zikiwa zimewekwa kwenye hali ya juu zaidi ya tahadhari, lilisema jeshi la uendeshaji la Poland kupitia mtandao wa X, zamani Twitter. Taarifa hiyo imeeleza kuwa hatua hizo ni za tahadhari na zinakusudia kulinda anga na usalama wa raia, hasa maeneo jirani na Ukraine. Poland inashirikiana na wanajeshi wa Ujerumani waliotuma ndege za kivita aina ya Eurofighter EF-2000 Typhoon kuimarisha ulinzi wa anga wa Poland. Wakati huo huo, mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yani drones za Urusi zimeendelea kushambulia Ukraine, ambapo katika mkoa wa Zaporizhia mamlaka zimeripoti kuwa shambulio lililounganishwa limeua mwanamke mmoja na kujeruhi wengine 6, akiwemo msichana wa miaka 16. Poland yenye mpaka wa takriban kilomita 530 na Ukraine ililazimika kufunga sehemu ya anga yake mwezi uliopita baada ya mashambulizi makubwa ya Urusi. Mapema mwezi huo, Poland na vikosi vya NATO vilizuia drones za Urusi zilizovuka anga ya Poland, ikiwa ni mara ya kwanza vikosi hivyo kuingiliana moja kwa moja kijeshi na Moscow tangu uvamizi wa Ukraine kuanza mwaka 2022. Hali ya tahadhari pia imeripotiwa katika Lithuania, ambapo uwanja wa ndege mkuu ulifungwa kwa muda baada ya kuonekana kwa mfululizo wa puto angani. Uwanja wa ndege nchini Ujerumani, Denmark, Norway na Poland pia umeathiriwa na kusimamishwa kwa muda kwa safari kufuatia kuonekana kwa ndege zisizojulikana, huku Romania na Estonia zikishutumu Urusi, ingawa Moscow imepinga madai hayo vikali. Hatua hizi zinaonyesha ongezeko la wasiwasi barani Ulaya kuhusu mashambulizi ya Urusi na tishio la ndege zisizojulikana, wakati NATO ikiimarisha ulinzi wake wa anga katika eneo lote la mashariki mwa bara.